Tukiachana na hilo, niliwaambia kuwa kulikuwa kuna kesi ambayo iliwasilishwa kwenye mahakama kuu ya Israeli iliyokuwa ikipinga kufutwa kazi kwa mwanasheria mkuu, ambao ilikuwa ni tarehe 8. Ile kesi imeunguruma. Kesi ile iliunguruma kwa saa 11 ikiwa na vurugu nyingi, migongano mikubwa ya kisheria, lakini mwisho wa yote majaji wote watatu walikataa, wamepinga uamuzi wa serikali ya Netanyahu kumfuta kazi mkuu wa Shin Bet Ronen Bar. Niliwaambia kuwa kutaleta mgongano mkubwa wa kisheria hapa. Wamezuia kufutwa kazi mpaka pale kesi itasikilizwa tena Aprili 20, kuanza kupitia utaratibu wa kitu kimoja kimoja, kwa sababu kwanza walizuia wakati mwezi jana alipofutwa kazi kupitia baraza la mawaziri la Israel la mrengo wa kulia, wakazuia, wakasema tutakuwa na kesi Aprili 8 ambayo ilikuwa ni jana, na kesi imeendelea, na majaji wamesema hakuna kufutwa kazi kwa Ronen Bar kwa sababu utaratibu uliotumika sio halisi. Wakati majaji wanalitoa hili, Netanyahu anatoka Marekani anarudi Israeli na taarifa ya kupinga uamuzi wa mahakama kuwa wao wataendelea na mchakato wa kumuondoa Ronen Bar kwenye ofisi yake, wakati mahakama inaidhinisha kuwa Ronen Bar aendelee na majukumu yake. Sasa ule mgongano ambao nilikuwa nimeuzungumza awali kuwa watakuja kupasuana wao kwa ndani utaendelea, kwa sababu hata jana wakati kesi yenyewe inapitiwa kulikuwa kuna vurugu nyingi na maandamano nje ya pande mbili. Kuna wafuasi wa serikali ambao walikuwa wanaungwa mkono na wabunge wa chama cha Likud cha Netanyahu, walikuwa wakifanya vurugu kuanzia ndani ya mahakama mpaka ilibidi jaji awatoe, wengine wakaondolewa kwa nguvu. Lakini pia wafuasi wa upande wa pili ambao wanapingana na serikali pia walikuwa wamefanya maandamano, kwa sababu ile kesi ilifunguliwa na mashirika yanayolinda demokrasia na vyama vya upinzani kupinga kufutwa kazi kwa Ronen Bar. Katika utetezi ambao ulitolewa na wakili anayemtetea Ronen Bar, anasema kuwa kulikuwa hakuna sababu yoyote ya Netanyahu kumfuta kazi Ronen Bar isipokuwa ni maslahi yao ya kisiasa pekee ndio yaliyosababisha aweze kufutwa kazi. Wanasema kuwa hakuna sababu yoyote nyingine isipokuwa ni maslahi ya kisiasa. Nje ya kile nilichokizungumza wiki jana kuwa Ronen Bar alijitetea, kwa sababu na hilo lilitajwa kuwa Netanyahu alimtaka Bar kuhakikisha kuwa kesi yake haiungurumi, kuhakikisha kuwashawishi majaji wasitumie kesi yake kwa tishio la usalama. Lakini wakili wake anasema kuwa ugomvi haukuanzia hapo. Ugomvi ulianzia kwenye maandamano yale ya mwaka 2023 ambao niliwahi kuambia, maandamano ya kupinga utaratibu wa mahakama. Kama mnakumbuka utaratibu wa mahakama, maandamano yaliyokuwa yanapinga utaratibu wa kubadili sheria ya mahakama, ambao maandamano yalifanyika sana kubadili sheria kwa ajili ya kumlinda Netanyahu. Kuanzia wakati huo Bar alipingana na Netanyahu kuanzia wakati huo. Kwa hiyo msuguano wa wakili wake anasema ulianza toka wakati huo, hata kabla ya kuja kwenye hili. Lakini sasa mahakama imeungana na mwanasheria mkuu kuwa utaratibu uliotumika wa kumfuta Ronen Bar kwenye nafasi yake sio utaratibu halisi uliotakiwa kufuatwa, kwa sababu hii ni katika historia kwa mara ya kwanza Israel inaweza kumfuta kazi mkuu wa Shin Bet, shirika la ndani la kijasusi. Hii ni kwa mara ya kwanza. Lakini mahakama inachodai kuwa wakati Netanyahu amewasilisha malalamiko yake kuwa hana imani tena na Ronen Bar, alipaswa awasilishe malalamiko yake kwa maandishi kuwa imani yake imeondoka kwenye nini na nini na nini na nini. Halafu awasilishe kwenye baraza la mawaziri na pamoja na tume ya majaji pamoja na tume inayoajiri. Halafu wote wapitie sababu za Netanyahu. Halafu wamuite Ronen Bar aje kujibu sababu zilizotolewa na Netanyahu kuwa kuna hili na hili na hili na hili ndio unashutumiwa nalo. Halafu Bar apewe nafasi ya kujitetea. Kwa hiyo akishapewa nafasi ya kujitetea ndio waone kuwa je, sababu za Netanyahu za kumfuta kazi Bar ni halisi au ni sababu za kisiasa. Sasa kinachofuata tusubiri mtifuano mkubwa wa kisiasa ambao unakuja kuendelea, kwa sababu tayari Netanyahu amejibu kitu, anasema kuwa hawatokubaliana na uamuzi wa mahakama.
Na hata ukiwasikiliza wafuasi wa Netanyahu, mfano wafuasi wa Likud waliokuwa nje ya mahakama, walikuwa wakiwashutumu majaji wote, wanasema kwa nyinyi hamna haki, hamna uwezo, hamna mamlaka ya kuzuia hili. Kwa hiyo mgongano ule wa kisheria kwa nchi ambayo haina katiba ndio unadhihirika hapa kuwa itakuja kupasuka. Na majaji wanafanya vile kwa sababu hata wao wamekuwa ni sehemu ya target ya serikali ya Israeli, kuwa hata wao ni wahanga kama walivyo kina Bar, kama walivyo kina Miara, kama walivyo wengine ambao kuwa serikali ya Netanyahu haiwataki. Kwa hiyo hata wao wanajua kabisa kuwa baada ya kufifisha kimoja huyo anakuja kwetu, kwa sababu ni wiki chache zilizopita Israeli iliondoa iliweka kura ya turufu ya kuteua majaji kwa kuwa kupitia bunge ambalo kuwa wao wana wingi mkubwa. Kwa hiyo manake wanaweza wakapinga jaji yote kuwa sehemu yake, au wanaweza wakaamua jaji yote kumpigia kura kuwa huyo hatumtaki kuondoka, yani kuhamisha nguvu kupeleka kwenye bunge. Kwa hiyo majaji wa Israeli wanafahamu kabisa huu mtifuano ni mkubwa, kuwa huyu akitoka kwa hawa anahamia kwetu kumalizia kazi aliyoianza, ili kuja kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kuhakikisha kuwa yeye yuko kwenye nafasi nzuri ya kumaliza kila kitu ambacho wamekuwa nacho. Kwa hiyo kwa Israeli tusubiri kuona nini kitakuja kutokea, lakini tayari kuna mpasuko mkubwa wa ndani wa kisiasa ambao tayari umekuwa ukiendelea. Kuna taarifa ilitokea kule Ukraine na imekosa majibu, kwa sababu katika hotuba ambazo huwa anazitoa Zelensky kila siku, unajua Zelensky toka kumeanza vita ni kila siku ana brief, yani ni kila siku ikifika usiku atazungumza na raia wake kuambia what the situation is. Yani lazima azungumze kuwajulisha kuwa hali ikoje leo, kesho, leo tumefanya nini, kesho kutwa tumefanya nini. Ndio maana unaziona zile selfie zake ni nyingi sana ambazo kila siku atazungumza na aziweke kwenye mtandao wa Telegram ambao ndio unakwenda kwenye vyombo vya habari na kwingine kule. Sasa jana wakati anazungumza akasema kuwa wanajeshi wake wamekamata wanajeshi wawili, yani wanajeshi wa Ukraine wamekamata wanajeshi wawili wa China kwenye eneo la Donetsk. Hii ni kashfa mpya kwa sababu tayari katika hii vita wanatajwa wapiganaji zaidi ya 11,000 kutoka Korea Kaskazini, ambao kuna wakati Ukraine ilidai imewaua kama 200, lakini kuna wengine ambao walikamatwa mateka upande wa Ukraine na wakawa wanashikiliwa na pasipoti zao na kila kitu. Sasa Ukraine inasema inawashikilia hivi sasa wanajeshi wa China wawili ambao wanatumia passport za China, wana kadi zao za benki na vitambulisho vyao muhimu ambao vinadhihirisha kuwa wao ni wa China. Na wakati huo Ukraine inataka sasa majibu kutoka kwa Beijing. Wakati Beijing katika mgogoro mzima yenyewe imeamua kusema kuwa mimi ni neutral. Yani unajua China waliamua kujiweka kwenye mgogoro kuwa wao hawana upande. Lakini kiuhalisia wako kwenye upande wa Urusi, kwa sababu wao hawajawahi kulani ile vita kabisa. Lakini kingine kuwa uhusiano na Urusi haujakatika. Lakini pia wakati wanaanza vita Ukraine ilikuwa ina miradi mingi ambayo ilikuwa inafanya kule Ukraine. China ilikuwa na miradi mingi ambayo ilikuwa inafanya Ukraine. Miradi mingi ilistopisha wakati huo na ikaendelea na program zao za miradi kama vile upande wa pili wa Urusi. Kama nilivyowaambia kuwa wakati magharibi wanaondoka Urusi, China alihakikisha kila sehemu anakwenda kuziba yeye. Wakati makampuni makubwa ya magharibi yanafungwa, sijui kampuni hii, funga kampuni hii, sehemu zote ambazo magharibi waliondoka, China alihakikisha anaenda kubadilisha jina tu, lakini huduma zinaendelea kubaki zile zile. Kwa hiyo ile migahawa, sijui nini, vitu vyote viliondoka lakini vilibaki kuwa vipo, lakini vimekuja kwa brand nyingine ambayo China alienda kuziba kwa nafasi kubwa. Sasa katika kipindi chote ambacho China amejiweka kuwa yeye hana upande, yani yeye hasimami lolote, lakini yeye amekuwa ni mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Urusi, lakini pia amekuwa akishutumiwa kwa kutoa teknolojia muhimu, chip muhimu ambazo zimekuwa zikisaidia Urusi kwenye vita kwa kiwango kikubwa. Huwezi kuondoa hilo kusema kuwa China ni anazungumza kuwa hana upande. Ni kama vile Marekani anazojifanya kuwa labda sina upande, lakini kwa wazi iko wazi kuwa China yuko upande wa Urusi. Sasa hii ya kukamatwa wanajeshi wawili Donetsk, kwa sababu wapiganaji wa
wa Korea Kaskazini wao walikuwa kule Kursi. Walipelekwa kwenye jimbo la Kursi ambalo kuwa Ukraine alivuka mstari mwezi wa 8 mwaka jana kwenda upande wa pili wa Urusi. Katika lile eneo ambalo ndio walikuwa wakipigana kule ndio kikosi cha Korea Kaskazini kilipelekwa. Sasa hawa ambao wanadaiwa kukamatwa wamekamatiwa Donetsk. Donetsk ni jimbo ambalo liko Donetsk, Luhansk na Donetsk. Hizi ni jamhuri mbili ambazo kwa mujibu wa Urusi zinatambulika kuwa ni jamhuri huru, lakini ni maeneo halisi ya Ukraine kwa mujibu wa sheria za kimataifa na mikataba ya kimataifa na ramani za kimataifa kuwa hili ni eneo la Ukraine. Sasa hapa China haijajibu lolote kuhusu hili kuwa je, ni kweli wanajeshi wake na wao wamejiingiza kwenye hili? Sasa Ukraine anapiga kelele kwa washirika wake kama wa Ulaya, Marekani na wengine kuambia kuwa jamani, na China kaingia, kwa hiyo ni lazima naye tuzungumze kuhusu hili. Kwa nini na China naye ameingilia? Kwa maana yake mgogoro ni mkubwa zaidi, licha ya kuwa pande zote mbili zinao askari mamluki. Kwa sababu mwanzo wa hii vita pande zote mbili zilitoa ofa kwa wapiganaji ambao wako tayari kujiunga na vita. Pande zote wako tayari waende wakalipwe, na wengi sana walikwenda katika pande zote mbili. Urusi alichukua wengi sana, hasa unajua ule uhusiano wake na Syria wakati huo, lakini uhusiano wake na nchi za Asia ya Kati. Hapa Asia ya Kati na nchi za Balkan kuna wapiganaji wengi sana ambao unaweza kuwachukua kutoka Afghanistan. Hakuna kazi kule, hakuna ajira, hakuna nini. Watu wako tayari kuwa tutakuja kwa siku, mtalipwa kiasi fulani, mnaingia mkataba miezi 6 ukipigana mstari wa mbele ukiweza kutoka salama. Yani hii ni kazi ya kazi, yani ni kazi na kifo. Yani kuwa unakubali kazi na kifo. Sasa watu kutoka kama Afghanistan, kutoka nchi kama Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, nchi nyingi za Balkan zilitoa wapiganaji wengi sana wakaenda kujisajili kule. Wengi sana wakajisajili upande wa Urusi, wengine wakajisajili upande wa Ukraine. Hiyo imekuwa vile, lakini imekuwa na wapiganaji ambao individual. Hata nchi za magharibi zimetoa. Unaona kuna askari wamekuepo wa Uingereza, askari wa Ujerumani, lakini sio kuwa wamekwenda kwa mission ya nchi. Yani sio kuwa nchi imepeleka, lakini hawa wanasema kuwa sisi ni wapiganaji binafsi ambao kuwa wameamua kuwa sisi tutakwenda. Yani mfano sisi tunaweza kusema kuna Watanzania wameonekana kule. Yani unaweza kusema mfano kwa kuna Watanzania wameonekana kule, lakini not official country. Yani si kuwa ni nchi ambayo imetoa, isipokuwa ni watu binafsi wameamua wenyewe kwenda kwa njia zao. Unakumbuka hata Afrika Kusini iliwazuia. Kuna wapiganaji, kuna watu walijitolea Afrika Kusini walienda kupigana upande wa Israel, na Afrika Kusini ilisema mkataba na sheria za Afrika Kusini haziruhusu raia wake kubeba silaha kupigana kwa nchi yoyote, na zilikuwa zimekusudia kwa tutawavua uraia au mtaporejea tutawaweka gerezani. Kwa hiyo ilikuwa ni sheria ambayo ya Afrika Kusini inazungumza hilo. Sasa hii kashfa mpya ambayo Ukraine anaizungumza kuhusu China, wacha tujipe muda tusubiri maelezo ya upande wa pili kuwa wale wa China waliokamatwa wanapigana, je, ni wa China wa wapiganaji au wa China tu walikuwa contract wanakuja kule? Wajua China wafanya biashara. Kwa hiyo tunaweza kusema kuwa labda walikutwa kule wako na biashara zao, na Ukraine akaamua kuitengeneza drama kwa ajili ya kuiweka tension ya dunia kuwa hao walikuwa wapiganaji kutoka China, ili kuleta msukumo kwa upande wa pili au kuleta tishio. Kwa sababu ni juzi Ukraine iliteua balozi mpya wa China. Ni juzi tu Ukraine iliteua balozi, lakini pia wakati ule waziri Kuleba kabla hajaondoka madarakani wa Ukraine mara kadhaa amekwenda China kuzungumza na Uchina kuisaidia ili kumshawishi Urusi aache kuishambulia China. Mara kadhaa alikwenda vile. Kwa hiyo hili swala ni kashfa mpya, na tujipe muda kuona kuwa nini kitakuja kutokea baada ya pale.